mzoga ni kitu ambacho kilikuwa na uhai lakini kimekufa. Manake mtu anayeishi maisha ya utakatifu katika ulimwengu wa roho anaonekana. Hello, mtu wa Mungu, wakati unaendelea kutazama video hii, tafadhali subscribe. Gusa neno lililoandikwa subscribe hapo chini. Haikuwa rahisi kufika kanisani wala kufika ibadani, na siku zote ibada, swala linaloitwa ibada huwa linapigwa vita sana na adui. Moja kwa moja katika maneno matakatifu ya Mungu, kichwa cha somo unaweza kaandika kuna harufu inayovutia tai, au palipo na mzoga ndipo tai hukusanyika. Kuna harufu inayovutia tai, kichwa cha somo. Au palipo na mzoga ndipo tai hukusanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo, kuna harufu inayovutia tai. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 24 na mstari wa 28. Mathayo 24 mstari wa 28. Mathayo 24 mstari wa 28. Tasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema, kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Tarudia tena, ni mstari mfupi tu. Kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu anajiuliza mbona mstari kama mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Kichwa cha somo, kuna harufu inayovutia tai. Tunaposoma mstari huu, ni moja kati ya kauli zenye siri kubwa katika Biblia ambazo Yesu alizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nje ukiangalia unaweza ukaona kama ni methali ya kawaida, lakini ni methali ambayo imebeba kanuni kubwa ya kiroho kwenye maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kwa nje unaweza ukaona kama ni methali ya kawaida, lakini ukiitazama katika upande wa pili ni kauli ambayo Yesu alitamka, na kauli hii ilikuwa imebeba kanuni za kiroho kwenye maisha ya Mkristo. Na tunapoangalia mstari huu tunaona Yesu alikuwa anajibu moja ya swali ambalo alikuwa ameulizwa kwa habari ya kuja kwake, kwa habari ya siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alitumia mfano wa tai na mzoga kuonyesha kuwa hakuna matokeo ambayo yanaweza yakatokea pasipokuwa na chanzo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna matokeo yoyote ambayo yanaweza yakatokea mahali popote pasipokuwa na chanzo cha kuthibitisha hayo matokeo yakatokea. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kwenye maisha ya kawaida, kila hali inavutia namna au maisha au tabia ya kitu kinachoendana nacho. Kichwa cha somo kinasema kwamba harufu inayovutia tai. Sasa kwenye maisha ya kawaida na katika mstari huu tutaangalia kwenye upande wa kiroho Yesu alikuwa na maana gani, na kwa upande wa kimwili Yesu alikuwa na maana gani kusema kwamba kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo tai hukusanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ni ufunuo ambao umebeba kanuni za kiroho. Kwa hiyo natamani twende pamoja ili kila mmoja apate kuelewa nini maana ya mstari huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Maana ya kiroho. Nini maana ya mzoga kiroho? Mzoga ni kitu kilichokuwa na uhai lakini kimekufa. 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 Waefeso 2:1. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1. Biblia inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokuwa tunazungumzia kwa habari ya mzoga kiroho, ni kitu ambacho kilikuwa na uhai lakini kimekufa. Sasa kwenye upande wa kiroho tunapokuwa tunazungumzia kwa habari ya uhai, manake ni nguvu ya Mungu ambayo inaishi ndani yako. Tunaposema huyu mtu yuko hai, manake ni mtu ambaye amemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anatembea na Mungu, anakaa na Mungu na anaishi na Mungu na anatembea katika kanuni za Mungu. Manake nini? Manake mtu huyu ameikataa dhambi, anaishi maisha ya utakatifu. Kwa tunaposema kwamba huyu mtu yupo hai katika Kristo, manake amekataa dhambi, anaishi maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa maana nyingine, mtu ambaye anaishi maisha ya dhambi anafananishwa na mzoga kwenye maana ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Manake tumeangalia kwamba mzoga ni kitu ambacho kilikuwa na uhai lakini kimekufa. Manake mtu anayeishi maisha ya utakatifu katika ulimwengu wa roho anaonekana yuko hai. Mtu ambaye anatembea kwenye kanuni za Mungu, anaishi katika maisha ya kumpendeza Mungu, huyu mtu tunamwona yuko hai kiroho. Lakini mtu ambaye ameacha njia ya Mungu, amegeukia dhambi, ameacha kanuni za Mungu, ameacha kumtii Mungu, ameacha kumsikiliza Mungu, manake huyu mtu kiroho anafananishwa na mzoga. Yesu akasema, maana popote palipo na mzoga ndipo tai hukusanyika. Bwana Yesu asifiwe. Twende taratibu tutaelewa. Kwa hiyo kwa maana ya kiroho, maana yake ni kwamba mtu ambaye anaishi maisha ya dhambi anafananishwa na nini? Na mzoga. Kwa sababu mzoga ni kitu chochote ambacho kilikuwa hai lakini kimekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaposema mzoga, maana ya kwanza, mzoga unawakilisha moyo uliokufa katika dhambi. Mzoga unawakilisha moyo uliokufa katika dhambi. Tuko hai kwa ajili ya Kristo, tunaishi kwa sababu ya Kristo, lakini kuna watu wanakufa katika dhambi. Kuna mioyo imekufa katika dhambi. Mtu ambaye moyo wake umekufa katika dhambi, maisha yake yanafananishwa na mzoga, na mahali popote penye mzoga ndipo tai watakapokusanyika. Mtu yoyote aliyeanguka kwenye dhambi, ndipo ambapo mapepo yatafanya makao kwa huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo adui atamwharibu isipokuwa kawaida. Kwa nini? Tunaposema tai katika maana nyingine kiroho, manake ni maroho machafu yanakuja kuendelea kukuharibu, yanaendelea kukuchafua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoanza kuondoka kwenye uwepo wa Mungu, unaanza kidogo kidogo, baadaye unajikuta umeondoka kabisa. Kwa nini? Kwa sababu umeshatengeneza njia ya tai kuja kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na palipo na nzi ndipo mahali penye uchafu. Nzi hawezi wakakusanyika mahali pasipo na nini? Na uchafu. Ukiona tu nzi wamekusanyika wanashangilia, ujue mahali pale kuna nini? Kuna kitu kipo. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza kwa habari ya mzoga, manake ni moyo uliokufa katika dhambi. Maana nyingine, tunapokuwa tunazungumza kwa habari ya mzoga, mzoga unawakilisha kanisa lisilo na moto wa Roho Mtakatifu. Kanisa lisilo na moto wa Roho Mtakatifu linafananishwa na mzoga. Manake nini? Manake limekufa. Lilikuwa hai lakini limekufa. Mahali popote palipo na moto, hakuna tai, hakuna mapepo, hakuna uchawi, hakuna uganga utakaojihudhurisha katika hilo kanisa. Kwa hiyo utakapoona tai wanakusanyika ndani ya kanisa fulani, ujue kwamba kanisa hilo halina moto wa Roho Mtakatifu. Mahali popote palipo na moto wa Roho Mtakatifu, hakuna dhambi itakayokaa mahali pale. Kama kuna mtu alikuwa na maisha ya dhambi au alikuwa na tabia zisizompendeza Mungu, ataondoka mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu kuna moto na uwepo wa Roho Mtakatifu unakaa mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo makanisani wachawi wamefanya kichaka cha kujificha. Wenye dhambi wamejifanya mahali pa kujificha. Kwa nini? Kwa sababu kanisa limepoteza ile neema ambayo Yesu aliacha mwanzo. Kanisa limepoteza asili yake ambayo Yesu aliwaachia mitume kwenye kitabu cha Matendo. Akasema kwamba nendeni Yerusalemu nanyi mtapokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kanisa lolote lililopoteza asili ya Mungu, lililopoteza nguvu ya Mungu, lazima utaona kuna tai wanazengia mahali pale. Maana palipo na tai ndipo mzoga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya tatu, mzoga unawakilisha familia iliyopoteza maombi na ushirika na Mungu. Familia iliyopoteza maombi na ushirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tunaposema familia, tunaweza tukaiangalia kwa maana mbili au katika sura mbili. Tunaposema familia, maana yake hata tulipokusanyika hapa sisi ni familia nani? Ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tumekusanyika mahali hapa sisi ni familia ya Kristo. Na tunaposema mzoga, maana yake ni familia iliyopoteza maombi na ushirika na Mungu. Mahali popote ukikuta hakuna neema ya maombi, uwe na uhakika tu kwamba shetani na mapepo yatafanya makao ya kuchezea mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu neema ya maombi haipo tena na ushirika na Mungu haupo tena. Tunaposema ushirika, manake ni kuwa pamoja. Tunaposema ushirika wa kanisa, manake ni kuwa na nia moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa familia yoyote inayopoteza neema ya maombi au ushirika na Mungu inafananishwa na mzoga. Yesu akasema, kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo tai ukusanyika. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna maombi, magonjwa yatakusanyika. Hakuna maombi, roho chafu zitakusanyika. Hakuna maombi, utaanza kuona kwamba kana kwamba Mungu hayuko pamoja nawe. Mungu yuko pamoja na wewe, ila umeacha maombi, umeacha ushirika na Mungu. Ndio maana tai wanakusanyika. Ndio maana matatizo yanakuandama. Ndio maana shida zinakuandama. Kwa nini? Kwa sababu umepoteza ule ushirika na Mungu. Umepoteza ile neema na uwepo wa Mungu katika madhabahu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ili kanisa lisifananishwe na mzoga, lazima liendelee kutunza asili ya Mungu na uwepo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Na ili mtu asifananishwe na mzoga, ni lazima alinde moyo wake dhidi ya maisha ya dhambi. Utakapoishi katika maisha ya dhambi, utafananishwa na mzoga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Binti
hauwezi ukatongozwa kama hujatengeneza mazingira ya watu kukutongoza. Haleluya, haleluya, haleluya. Vijana wanakuja kukusumbua. Kwa nini? Kwa sababu kuna mazingira ambayo umeyatengeneza mwenyewe ili tai waje. Haleluya, haleluya. Akipita Seti unajichekesha chekesha tu. Haleluya. Akipita mzee Samira Sasa wewe unamchekea chekea tu kila mtu. Utakuta kila mtu anakuita, dada simama, simama, simama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kuna mazingira ambayo umeyatengeneza yanayosababisha tai waanze kufanyaje? Kukuandama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaelewa, mpe Yesu makofi mengi na vigelegele. Kwa hiyo kila mahali ambapo uzima wa Mungu umeondoka, giza hupata nafasi ya kutawala. Kila mahali ambapo uzima wa Mungu au uwepo wa Mungu au wokovu umeondoka, ndipo mahali ambapo giza linapata nafasi ya kutawala. Kwa wakati mwingine giza linaweza likawa ni kama tai, huoni mwanga, huoni nuru, giza limefunika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini giza limefunika? Kwa sababu kuna namna umeondoka katika makusudi au mapenzi ya Mungu. Mpe Yesu tena makofi mengi na vigelegele. Hii tumeangalia mzoga katika maana ya kiroho anamaanisha nini. Hebu tuangalie tai ni nani kiroho. Unaweza ukamzungumzia tai kwa maana tofauti tofauti, lakini hebu ngoja tuangalie kwa maana ambayo tunaenda kuangalia leo. Tunaposema tai katika ulimwengu wa kiroho, manake ni pepo wachafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pepo wachafu wanawakilisha tai kwenye ulimwengu wa roho. Maisha ya dhambi yanavutia tai ambao ni pepo wachafu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lililopoteza nguvu ya Roho Mtakatifu linafananishwa na mzoga ambao linavutia tai, pepo wachafu waendelee kutawala na kukaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya pili, tunapokuwa tunazungumzia tai kiroho, manake ni mashambulizi ya shetani. Ni mashambulizi ya shetani. Tunaposema mashambulizi, yako mashambulizi ya aina mbalimbali. Kuna mashambulizi ya magonjwa, kuna mashambulizi ya ajali, kuna mashambulizi ya laana, kuna mashambulizi ya kila namna yanainuka kwenye maisha. Kwa tunaposema tai kiroho, manake ni mashambulizi ya shetani kwenye maisha ya mtu ambaye amekufa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na maana ya tatu, tunaposema tai, manake ni hukumu ya Mungu dhidi ya uasi. Tunaposema tai kwa maana ya kiroho, manake ni hukumu ya Mungu dhidi ya uasi. Haleluya, haleluya. Tulipokuwa tunaangalia utangulizi kwenye somo hili, tumeona kwamba kila hali ya maisha huvutia kile kinachofanana nacho, na hakuna matokeo yanayotokea pasipokuwa na nini? Na chanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeona kwamba kwenye mstari Yesu alikuwa anajibu swali ambalo aliulizwa kwa habari ya kuja kwake, na alipokuwa anawajibu kwenye mstari wa 28 akaambia, kwa kuwa popote palipo na mzoga ndipo tai watakapokusanyika. Manake nini? Manake mahali popote ambapo uasi umezidi, lazima hukumu ya Mungu itakuja kuhukumu kwa ajili ya huo uasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokuwa tunazungumza kwa habari ya tai kiroho, manake ni hukumu ya Mungu inayokuja kuhukumu kwa ajili ya uasi unaofanyika mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaelewa? Sijajua ni kwa nini Mungu ameleta ujumbe huu siku ya leo. Ninaamini Mungu ameuleta kwa sababu na kwa makusudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana nyingine ya tai kiroho
ni watu wenye nia mbaya wanaotafuta mabaya. Tai kiroho ni watu wenye nia mbaya wanaotafuta mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wenye nia mbaya wanaotafuta mabaya. Unaweza ukaa huko ndani ya kanisa au huko nje ya kanisa, machoni unaonekana una nia njema, lakini ndani una nia mbaya. Umebeba roho mbaya ndani, umebeba roho ya kuua. Bwana Yesu asifiwe. Ndani umebeba roho ya uharibifu, ndani umebeba roho ya kusambaratisha, ndani umebeba roho ya kuvuruga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni tai katika mazingira ambayo unaishi. Sasa ili tai wasipate nafasi wenda ndani ya kanisa au nje ya kanisa, lazima kanisa lirudi katika asili yake, lirudi katika asili yake ya mwanzo ya kushusha uwepo wa Mungu ndani ya kanisa, ili tai wasipate nafasi ndani ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ukikaa naye ukizungumza naye, kauli na maneno yake ni ya kuuaua tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuua sio mpaka ukamate upanga uchinje. Kuua ni pamoja na kutamka mabaya kwa ajili ya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mtu anaweza akaua maisha yako kwa maneno. Anaweza akaua kazi yako kwa maneno. Anaweza akaharibu kazi ya Mungu kwa maneno. Na mtu yoyote mwenye nia mbaya siku zote anafananishwa na tai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8, Biblia inasema ya kwamba Ibilisi huzunguka kama simba angurumaye akitafuta mtu wa kumeza. Shetani hafuati watu kwa bahati, hutafuta mahali ambapo ulinzi wa kiroho umepungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hafuati watu kwa bahati mbaya. Anapokuja uwe na uhakika kabisa kwamba amekuja kwa uhakika, na hatafuti mahali, na anatafuta mahali ambapo ulinzi wa Mungu unakuwa umefanyeje? Umepungua. Kwa ukikuta tai wanakuzengea, ujue kuna namna ulinzi wa Mungu umepungua kwenye maisha yako. Na kama ulinzi wa Mungu umepungua kwenye maisha yako, unahitaji neema ya Mungu ili ulinzi wa Mungu uje na wale tai wapate kuondoka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie pointi ya 3. Kwa nini tai wanakusanyika? Sababu zinazowavutia tai. Maana tumesema kwamba harufu inayovutia tai. Yako mambo ambayo yanasababisha tai wavutike. Tumesema kwamba mzoga ni moyo uliokufa katika dhambi, au kanisa lisilo na moto wa Roho Mtakatifu, au familia iliyopoteza maombi na ushirika na Mungu. Na tukaangalia tai kwamba ni pepo wachafu, au mashambulizi ya Shetani, au hukumu ya Mungu dhidi ya uasi, na watu wenye nia mbaya wanaotafuta mabaya. Sasa kwa nini tai wanakusanyika? Yako mambo au ziko harufu za kifo zinazovutia tai waweze kuja kwenye maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ziko harufu zinazovutia tai waje. Haleluya. Haleluya. Kiroho harufu hizo ni zipi? Namba 1, dhambi isiyotubiwa. Dhambi isiyotubiwa inavutia tai. Ni harufu inayowavutia tai waje kuharibu maisha ya mtu. Dhambi isiyotubiwa. Dhambi isiyotubiwa. Tunaposema dhambi isiyotubiwa, ni moja kati ya harufu. Hata kama tai yuko mbali, atakaposikia kwamba upo ndani ya kanisa na una dhambi ambayo haijatubiwa,
na unaendelea kuishi katika maisha ya kumwabudu Mungu, lakini ndani yako kuna dhambi ambayo haijatubiwa, itasababisha tai waendelee kukufuatilia kila kuitopo leo. Unakuja ndani ya kanisa lakini utaombewa, utatoka na magonjwa. Kwa nini? Kuna dhambi ambayo haijatubiwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu leo ndani ya kanisa wanaishi kwa kujifariji. Mtu ametenda dhambi, amemkosea mtu fulani, anasema nimetubu, nimeomba dhambi. Na nataka nikwambie mwana wa Mungu, kuna dhambi zingine ni mpaka uende kwa mtu ambaye umemkosea useme nimekosa, nisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dhambi zingine ili utengeneze ushirika na Mungu ni lazima usacrifice maisha yako, uende kwa mtu ambaye umemkosea ukaombe msamaha. Haleluya. Haleluya. Unasema nitaenda kwa mchungaji ataniombea msamaha, lakini huku bado hujatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Nimemkosea Seti, lakini ninaenda kutubu kwa mama mchungaji, lakini huku Seti bado anajua mimi na yeye haijaisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikija kanisani Seti ananiangalia anasema mzee, tutakutana tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi isiyotubiwa ni harufu inayosababisha tai wakusumbue kwenye maisha yako. Ikiwa kuna dhambi yoyote ambayo umeitenda na haujaitubia na unaona kuna mambo yanakufuatilia, lazima urudi nyuma uangalie ni kitu gani, nini sababu, nini chanzo, kwa nini ninakuja kanisani ninaomba lakini hii hali hainiachilie. Kaa tafakari, rudi katika kumbukumbu yako, kaa fikiria, kumbuka ni wapi ambapo ulimkosea Mungu ukatubu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba njooni tusemezane, asema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja kanisani, kuna mtu umemweka ndani yako, hebu omba toba mbele za Mungu, na kama unaweza nenda katubu mbele yake, mwambie nimekosa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba msamaha sio ujinga. Haleluya. Haleluya. Kuomba msamaha sio ujinga. Nenda katubu. Rafiki yangu, nimekosa, nisamehe, niliteleza, ni bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Utakaporudi hapa utaona ibada yako inapata kibali mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, harufu inayovutia tai ni kiburi. Moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha tai au mapepo au roho chafu zisumbue maisha yako ni kiburi. Biblia inasema kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi, bali anawapa wanyenyekevu neema. Bwana Yesu asifiwe. Ili utembee na neema ya Mungu, lazima ukatae kuishi maisha ya kiburi. Iwe ndani ya kanisa au nje ya kanisa, lazima uwe mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maisha ya kiburi, mtu unamwambia kwamba Mungu anasema kwamba rudi tengeneza naye, unasema mimi hapana, siwezi. Wewe ni nani unaniambia? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni nani ambaye unaniambia kama nani? Unaniambia kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nimekuzidi hata elimu, unaniambia kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Wewe sio levo zangu, unaniambia kama nani? Haleluya. Dhambi ya kiburi inasababisha tai wakuzingile kwenye maisha yako. Kiburi ni harufu inayovutia tai. Kiburi ni harufu inayovutia mapepo. Kiburi ni harufu inayovutia laana. Kiburi ni harufu inayovutia maovu yainuke kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba basi nyenyekeeni chini ya mkono wa nani? Wa Bwana. Kinyume cha unyenyekevu manake ni nini? Ni kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako kiburi. Kiburi. Haleluya. Haleluya. Kiburi. Leo tunafanya hata kiburi mbele za Mungu. Basi sawa,
mfanyie kiburi hata mama mchungaji au wazee wa kanisa, lakini hata Mungu na bado ukimdharau mtumishi wa Mungu umemdharau nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi ni uasi. Shetani alishushwa kutoka mbinguni kwa sababu ya kiburi. Kiburi kinamfanya mtu ashushwe chini. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi kinakufanya ushushwe chini kutoka mahali ambapo Mungu alikuwa amekuinua. Kiburi. Mungu atusaidie, kanisa la Mungu. Harufu ya tatu inayovutia tai ni kutokusamehe. Kutokusamehe, roho ya msamaha. Ni wangapi ambao wamekukosea ukawasamehe? Ni wangapi ambao wamekukosea ukawasamehe ukawaachilia? Ni wangapi? Mama Samia. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi ambao wamekukosea ukawasamehe? Mwakisaka. Ni wangapi ambao wamekukosea ukawaachilia ukawasamehe? Yesu alitendewa mabaya, lakini pamoja na kutendewa mabaya akasema, Baba wasamehe, maana hawajui watendalo. Maisha ya msamaha ni maisha ya amani sana. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya amani, maisha ya kusamehe na kuachilia ni maisha mazuri sana. Ukiwa mtu wa kuachilia, ukiwa ni mtu wa kupuuzia tu mambo yapite, umekosewa lakini unaangalia mbele, ni maisha ya amani sana. Lakini unapokwazika ukabeba yale makwazo ukaanza kuondoka nayo, my friend, utakufa kwa stress. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa mtu wa kusamehe na kuachilia, tai hawatapata nafasi kwenye maisha yako. Stefano alipigwa mawe, anapigwa lakini akaachilia. Leo hii watu wa Mungu tunapigwa mawe, tunaokota na sisi tunarudishia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu amekutukana na wewe unamtukana. Kuna msemo mmoja Yesu akasema, mtu akikupiga kofi la huko mgeuzie na la. Kuna watu leo wanasimama madhabahuni wanasema huo wokovu wa kizamani huo, mtu akinipiga la huko sifupi na kurudishia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanawekeana visasi. Yaani mama Mwakisaka tukivurumwana hapa leo anakwambia naye baadaye na mimi nakuonyesha. Kwa nini? Kwa sababu roho ya kutokusamehe haiko ndani. Kama kuna watu umeweka ndani yako, hebu waachilie mchana wa leo. Fungua moyo wako, waachilie. Kwa sababu kama umewafungia ndani, ni harufu inayowavutia tai. Ni harufu inayovutia tai. Inavutia mambo mabaya. Sasa wewe hausamehe, umeweka ndani, umeweka watu wangapi? Umeweka watu 100. Huyu ana kesi yake moyoni mwako, huyu ana kesi yake moyoni mwako. Mama Kisaka, leo niko na wewe, Mavumi hayuko. Huyu ana kesi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mama Samira ana kesi yake, mama mchungaji ana kesi yake kwako. Sasa watu wote hao umewabeba, hivi utakuwa mzima kweli? Utakuwa salama? Hautakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama utafunga na kuomba, lakini haujaachilia, hautakuwa salama. Ili uwe salama na tai wa kuachilie, lazima useme nimeachilia katika jina la Yesu aliye hai. Mpe Yesu makofi mengi na vigelegele. Jambo lingine, harufu inayovutia tai ni kukosa neno la Mungu. Ni kukosa neno la Mungu. Biblia inasema neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Mungu na likae kwa wingi ndani.
Manake neno la Mungu litakapokaa ndani, shetani hatapata nafasi. Daudi akasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Moyoni mwangu nimeliweka neno. Sasa wewe ndani yako limejaa neno la Mungu, adui atapatia wapi nafasi ya kukuharibu? Shetani atapata wapi mlango wa kuingilia kwenye maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Zaburi wewe anasema, kwa sababu neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama neno la Mungu ni taa, litakuongoza. Hakuna giza litasimama mbele yako, hakuna adui atasimama mbele yako. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu umelibeba ndani yako, hauna kitu kingine ila neno la Mungu limekaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ila mtu ambaye hana neno la Mungu, utakapompelekea shida, Mama Samila, nina shida 1 2 3, naomba ushauri wako. Sasa natolea mfano jamani, mimi natolea mfano wa kina mama, sio kwamba wako hivyo. Haleluya, haleluya. Mama Samila, kwa sababu naye neno la Mungu aliko ndani yake, atakwambia, Ferdinand, kuna mzee mmoja yupo kwenye kona pale, yuko vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama neno la Mungu likiwa ndani, atanifariji na kunitia moyo kupitia neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kukosa neno la Mungu ni moja kati ya harufu ambayo inavutia mapepo, ambayo inamvutia adui ili aweze kushambulia maisha yako. Na atakaposhambulia maisha yako, unabaki kama mzoga. Tai wanakuja, wanakushambulia, wanakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasoma neno la Mungu kila siku? Au ndio ile Jumapili imefika, umechukua Biblia, twende kanisani? Sasa hizi tumerahisishiwa, hata simu tunazo. Hata ukitenga muda Biblia hujatembea nayo, unasoma kwenye simu. Wangapi wamejiwekea utaratibu wa kusoma kila siku Biblia? Mungu akubariki. Wengine haleluya, haleluya. Hebu jiwekee utaratibu kusoma Biblia. Sio mpaka usome Biblia yote. Hata ukisoma mstari mmoja katika siku nzima, huo mstari tembea nao, utakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utakusaidia sana. Na sitaki nikuhukumu kwa nini usome Biblia, kwa sababu shetani anajua utakaposoma ataondoka ndani yako. Sasa ili aendelee kukaa, anakusababisha ili usiendelee kufanyaje? Kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atupe neema, wana wa Mungu. Kwa hiyo mashambulizi mengi yanaanzia kwenye mlango ambao mtu ameufungua mwenyewe. Mashambulizi mengi yanaanzia kwenye mlango ambao mtu ameufungua yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe anaufungua. Ili mashambulizi yaje, na adui ameingia. Kwa nini? Kwa sababu kuna mlango ambao umeufungua mwenyewe. Umeruhusu hayo mambo ya kupate. Kama ungekuwa umeufunga, adui asingepata nafasi ya kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi imefika usiku, unaenda kulala, umeacha mlango wazi, asubuhi unaamka hakuna kitu chochote, utamlaumu nani? Eti Chisunga, utamlaumu nani? Mlango si umeacha wazi na unakoroma. Adui anaingia pale, anachukua anachotaka, anabeba anachotaka, anabeba anachotaka. Akitaka naye mwenyewe anakugeuzia huku, anakugeuzia huku. Asubuhi unaamka unakuta hamna kitu. Ni kwa nini? Kwa sababu uliacha mlango, shetani akachukua, adui akachukua kila. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwenye maisha ya Mkristo, kwamba kuna milango tunakuwa tumeiacha wazi wenyewe. Shetani anaingia kwenye maisha yetu, anachukua kile ambacho anakitaka yeye, na anapochukua kile ambacho anakitaka yeye,
tunabaki kama tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mashambulizi mengi yanaanzia kwenye mlango ambao mtu ameufungua mwenyewe. Namba 4, madhabahu ndiyo huamua nani atakusanyika kwenye maisha yako. Madhabahu ndiyo huamua nani atakaye kusanyika kwenye maisha yako. Walawi 6:12 na 13. Naomba tusome hapo. Walawi 6 Walawi 6:12 Walawi 6:12 na 13. Michael leo hayupo kwa. Walawi 6:12 na 13. Tasoma katika jina la Yesu. Na huo moto ulio madhabahuni utautunza uwake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima, usizimike. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Kwa hiyo madhabahu ndiyo yenye uwezo wa kuvuta moto wa Mungu ili uondoe moto wa kigeni mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema moto usizimike daima kwenye madhabahu. Kwa hiyo tunaona kwamba madhabahu ina uwezo wa kuamua nini kikusanyike ndani ya kanisa. Aidha uwepo wa Mungu uwepo au adui awepo ndani ya kanisa. Kinachoamua ni madhabahu. Unaposoma kitabu cha Mambo ya Walawi, Mungu anatoa maagizo kwa Haruni na Musa, anawaambia kwamba moto wa madhabahu usizimike. Kwa nini? Kwa nini moto wa madhabahu usizimike? Ili uwepo wa Mungu uendelee kuwepo kwenye nyumba yake kila wakati. Haleluya. Haleluya. Ili uwepo wa Mungu uendelee kutawala kwenye nyumba ya Mungu, ili uwepo wa Mungu uendelee kukaa ndani ya kanisa. Tunaposema moto, manake ni kazi za Mungu. Tunaposema moto, manake ni uwepo wa Mungu. Kwa hiyo uwepo wa Mungu utakapoendelea kukaa ndani ya kanisa kila wakati, kila atakayeingia mahali hapa atamwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mwenye kusababisha moto wa madhabahu usizimike ni mimi na wewe. Tutachochea kuni, tutachochea kuni, tutachochea kuni, kuni za maombi, kuni za maombi, tutachochea kwa maombi, tutachochea kwa maombi, tutachochea kwa maombi. Na kama kuna tai walikuwa wamekusanyika mahali hapa, katika jina la Yesu aliye hai watatawanyika. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu ndio inaamua hatima ya maisha ya Mkristo. Madhabahu ndio inaamua hatima ya maisha ya mtu ambaye amesimama mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, moto wa madhabahu ndio utakaoamua hatima ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Moto wa maombi, ibada na neno ni kinga ya Mkristo. Moto wa ibada, moto wa maombi, neno la Mungu ni kinga yako dhidi ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Utakapokaa mbali na hivyo vitu vitatu, utakuwa umekosa kinga kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda ofisini, utakutana na mtu ameoga dawa. Sema dawa. Kuna watu wanaoga dawa ili wapate nini? Kibali. Mama Kisaka anacheka. Kuna watu asubuhi kabla hajaenda ofisini anaoga nini? Anaoga dawa ili apate. Watu wanatafuta kibali kwa nguvu. Kuna watu wanatafuta kibali kwa nguvu. Sasa mwenzako ameoga hizo, alafu wewe umeenda kichwa, hautapata kibali. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Umekuja kwenye madhabahu ya Mungu, umemtafuta Mungu. Hata kama kuna lijitu lilioga dawa, unaingia ofisini, Mungu ataachilia kibali kwako, maana madhabahu ndio inaamua hatima ya maisha yako katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi mengi na vigelegele. Utakatifu unavutia uwepo wa Mungu. Utakatifu unavutia uwepo wa Mungu. Utakatifu unavutia uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu hauwezi kushuka kwako kama utakatifu haumo ndani yako. Ili uwepo wa Mungu uje kwenye maisha yako, lazima uwe na utakatifu. Lakini pia dhambi huvutia mashambulizi. Dhambi yoyote ambayo unaitenda inavutia mashambulizi. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha haya yote ambayo tunakutana nayo leo ni dhambi. Ni dhambi. Chanzo cha mwanadamu kufa ni dhambi. Haleluya. Haleluya. Utauliza kwa nini? Kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu, alimuumba aishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alimuumba mwanadamu aishi milele. Na Shetani alilitambua hilo, kwamba Mungu ameweka umilele kwa mwanadamu. Sasa ili kuzuia ule umilele, na Mungu alikuwa ameweka kanuni ndogo tu, kwamba utakapofanya hivi utakuwa salama, usipofanya maisha yako yatakuwa hatarini. Soma kwa habari ya Adamu na Eva. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwanadamu alipoondoka katika asili ya Mungu, ndipo akawa ameshafungulia mlango wa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akawa amefungulia mlango wa kutafuta kwa jasho. Ndipo akawa amefungulia mlango wa kuzaa kwa uchungu. Ndipo akawa amefungulia mlango mpaka Mungu akaweka uadui kati yetu sisi na Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha ya dhambi yanavuta mashambulizi, na imani ya mtu ina uwezo wa kuvuta miujiza. Imani yako ina uwezo wa kuvuta miujiza ya Mungu ikakufuata. Haleluya. Haleluya. Tunaposema kuvuta, sumaku sinavuta chuma watu wa Mungu. Hata kikiwa katika distance fulani ikakutana na chuma, itavuta. Sasa imani ina uwezo wa kuvuta hata kama muujiza uko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kama muujiza uko wapi, imani yako itasababisha ule muujiza uvutwe uje kwako. Haleluya. 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 Na hofu inavutia vifungo. Hofu inavuta vifungo. Hofu ni kitu gani ambacho unaogopa? Ni kitu gani ambacho unakiogopa? Kile kitu ambacho unakiogopa kinasababisha ufungwe katika eneo hilo. Akili na ufahamu wako ufungiwe mahali pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hofu yako inasababisha ufahamu wako na nafsi yako ifungwe katika eneo fulani, usiwe na upana wa kuendelea kutafakari mapenzi ya Mungu. Naomba usimame mahali ulipo.